Naitwa Bwana Ahmed Kombo. Upande wangu wa kulia ninaye ndugu yangu Joseph Yono Chalinze, na hapa ninaye ndugu yangu Kasim, naye ni mwanaharakati huru ambaye na yeye ameona hakuna budi, ni lazima ajiunge katika swala la kuweza kuitetea nchi yake na kuweza kuitetea serikali yake na kuweza kumtetea rais wake. Kiufupi nizungumze tu kwamba wengi wenu mmekuwa mkituona mara kwa mara tukitoa matamko ya hapa na pale, lakini siku ya leo mimi nina ujumbe mdogo sana kwa ndugu zangu hawa Watanzania wenzangu ambao kidogo wana mawazo ya utumwa, wanahitaji kuwa wakoloni. Napozungumza wana mawazo ya kuwa watumwa, wafanye watumwa. Naposema watumwa, ina maana mtu ambaye yuko tayari kutumikishwa. Ushanifahamu? Ninapozungumza hivi, kuna chama ambacho kwamba hakikuingia kwenye uchaguzi, lakini kinalazimisha vitu ambavyo sio vyenyewe. Niende moja kwa moja. Ndugu zangu, nikumbukwe kila mmoja wetu ni mtu ambaye ana akili timamu, na kila mmoja wetu ni mtu ambaye ana kumbukumbu. Na ifikia hatua niseme Watanzania, baadhi ya vyama vya upinzani visiwaone kama Watanzania ni wenda wazimu, ama kama Watanzania ni watu ambao hawana uelewa na watu ambao hawajielewi. Watanzania, sisi kama Watanzania ni watu ambao tunajielewa na tunaitambua, tunaelewa nini tunafanya na wapi tunakwenda. Nazungumza ni kwa sababu ifuatayo. Kipindi cha uchaguzi katika awamu hii ya 6, kiongozi muhusika wa serikali hakuwahi kuzuia chama chochote kuingia kwenye uchaguzi. Kiongozi wa awamu hii ya 6 alitoa kibali kwamba kila chama kwa mujibu wa taratibu na katiba yetu jinsi inavyoturuhusu, kila mmoja aingie katika mchakato wa uchaguzi. Ushanifahamu? Ndio maana vyama vyote viliingia, kikabakia chama hiki kimoja tu kikiwa kinajua kinataka kufanya nini. Ndio maana anaposema hivi, kilikuwa kinajua kitafanya nini, kilikuwa kinajua kwamba kitaleta machafuko kwenye taifa letu, kilikuwa kinajua. Unajua, mtu mwenye nia mbaya, mwenye dhamira mbaya, mwanzo tu ukianza kuunganisha vidoti unakuja kujua huyu hakuwa na dhamira njema kwenye taifa hili, kwa sababu tunaanza kuunganisha doti. Walizungumza kwamba hakutafanyika uchaguzi, watakinukisha. Alianza yule aliyokuwa jela. Na huyu bwana mkubwa naye alizungumza kauli gani? Nakumbuka katika hizo kauli, naye hakutafanyika uchaguzi, atahakikisha taifa linafanyaje? Naingia kwenye machafuko. Kwenye machafuko. Maneno yao ndio hayo tu. Ushanifahamu? Na kweli kwenye ndoto yao walifanikiwa. Waliwarubuni vijana wa Kitanzania, vijana wa watoto walala hoi. Napozungumza watoto walala hoi ni vijana wa masikini. Waliwarubuni kwa kuwapa shilingi 200 kwa ajili ya kwenda kuwaumiza watoto wa watu, wakiwa wanajua uwazi kwamba ili waweze kufanikiwa kwenye misheni zao, kuna watu ni lazima wavunje katiba ama wavunje sheria, wahukumiwe, ili wao waliokataa kuingia kwenye uchaguzi waweze kutimiza mambo yao. Nieleweke vizuri sana hapa. Mshanifahamu? Walikuwa wanajua kwamba ikifika time ya uchaguzi, ikishafika siku ya uchaguzi, watahakikisha wanawaumiza vijana kwa kuambia vijana nendeni mkavunje sheria. Wakihukumiwa wale vijana, ama kitokea bahati mbaya yoyote wakapata matatizo wale vijana, wao ndio njia yao, na maana kafara yao wao ni kafara yao wao au ambao hawakuingia kwenye uchaguzi wanajulikana ni chama kimoja tu, Chadema. Na hii inakuja kujibu kauli ndogo sana aliyezungumza Heche, na nimemshangaa sana. Na bahati nzuri Tanzania wengi, nikwambia ndugu yangu Yona, ndugu yangu ndugu yangu Kasim, ushanifahamu, Watanzania wengi wamemshusha thamani sana Heche. Na mimi mwenyewe binafsi nimemshusha thamani sana. Nilikuwa namuona ni kiongozi mwenye upawa na uelewa. Hivi kile chama hakina mshauri au shida ni nini? Na wauliza ndugu zanguni. Wewe ndio ulikuwa unamuona hivyo? Ngoja, kwa mimi nilikuwa namuona hivyo kwa sababu mimi nilikuwa namuona mtu ambaye anajielewa, kwa sababu unaona, umesikia? Ni mtu ambaye simjui. Wewe ulikaa naye ndani ya Chadema. Mimi sikuwahi kukaa naye ndani ya Chadema. Ushanifahamu? Sasa wakafanikiwa misheni yao, kauli yao wakafanikiwa, wakaingia mimi nilichokuja kuwashangaa kitu kingine. Yaani wewe kweli unahitaji kuwa kiongozi wa chama, eti ubunge tu ndio unaenda kuwachochea vijana wakachome mabasi ya mwendo kasi moto? Kwa sababu mimi sasa hivi nimeunganisha doti. Haya machafuko naungana na kauli ya Bibi Mchange. Haya machafuko yaliyotokea yamesababishwa na viongozi wa Chadema, kwa sababu doti zao zinaungana na kile kilichokuja kutokea, na kauli yao ya mwisho waliokuja kuitoa Heche juzi. Nimekuja kuamini kweli machafuko haya wao ndio wameyachochea.
Na mimi niombe serikali kwa utulivu sana. Tanzania ina wananchi wengi sana na kila Mtanzania anahitaji amani na serikali ni wahakikishie. Ndio maana siku mliposema leo Disemba 9 hatutaki mwananchi yote atoke nje, wananchi walikuwa tayari kuisikiliza serikali, wakaitii serikali, kwa maana kuu wanaipenda serikali yao. Kama wanaipenda serikali yao, tunaombeni hawa jamaa wakamatwe, Heche na timu yake waliosema watakinukisha wasichekewe. Sisi tunachokihitaji ndani ya taifa letu, tunahitaji amani. Sisi hatuhitaji vurugu. Kutokea miaka mingi mchakato huu umeanza, hatuje kufikia hatua watu kuchoma mali zao, eti chama cha upinzani kinawashinikiza vijana kuchoma mali zao wakiongozana na Maria Sarungi na baadhi ya vijana waliowakoordinate kule kuwavusha kuwaleta huku. Kwa sasa hivi mimi nimeanza kuamini kweli huu mchakato hawa jamaa wameenda kuungana na baadhi ya mataifa. Kwa sababu doti ya Heche aliyozungumza juzi, na nitakuja kuifafanua kwa ufupi sana na karibia mwishoni, nitakuja kuifafanua kwa ufupi sana ile hotuba. Ushanifahamu? Ilifanyikaje, kwa nini hakuita media? Ile hotuba haikuitwa media. Yote nitakuja kuyazungumza kwa upeo wangu mimi. Ushanifahamu? Anachokizungumza Heche ni sawa sawa na kauli wanazotoa balozi zao ambazo wao wanaenda kuomba msaada. Sehemu zao wao waliokuwa wahifadhi wake zao. Kauli za Heche ndo kauli za wale mabwana. Hivi ni Mtanzania gani ambaye atakayekubali nchi yetu wakabidhi wazungu eti kwa sababu ya Heche anahitaji ubunge? Chama ambacho hakikuzuiwa kuingia kwenye mchakato wa uchaguzi, hakikuzuiwa. Ni wao wenyewe walisusa wao wenyewe, watu walioingia waliingia. Zaidi ya vyama 10 na ngapi tunavyo? 19 19. Chama kimoja. Ini wewe Chadema ni nani? Who are you? Niza ngatumia kauli. Wewe ni nani? Yaani wewe ni mbora kuliko vyama vingine vyote. Yaani wewe umekuwa ni nani? Umekuwa Bikira Maria? Chadema imekuwa Bikira Maria? Chadema imekuwa ni almasi aina gani? Kwa sababu sasa mimi ninachokitambua, chama cha Chadema hakina sifa kwa sababu sio chama kikuu cha upinzani. Chama kikuu cha upinzani ni ACT Wazalendo, kwa sababu ndio watu hao angalau waliingiza watu kule Unguja mpaka makamu wa kwanza wakapatikana. Ushanifahamu? Mimi najiuliza swali dogo tu. Wewe ni nani? Eti ukatoa hotuba utafikiri wewe ili taifa sio la kwako peke yako. Ili taifa sisi wenyewe wazee wetu wamemwagika damu kwa sababu ya kulitetea taifa hili. Hatutakubali eti mtu mmoja tu ambaye ana ushoga na watu wa nje, ana urafiki na watu wa nje, eti anasikiliza baadhi ya watu wao eti kuja kutupangia si sheria. Mukome, tunawaombeni mukome, mtuachie taifa letu. Taifa letu naombeni mtuachie tukiwa na amani. Chadema haihitaji maridhiano, na waambieni utulo ukweli. Tukija katika kumbukumbu ya miaka ya nyuma, Yona wewe ni shahidi na ndugu yangu Kasimu ni shahidi. Watu waliovuruga mchakato wa katiba. Hii katiba ya Jaji Warioba, kitu kama hicho. Yeah. Na Rais Samia kipindi kile alikuwa ni nani kipindi hicho? Alikuwa makamu wa spika wa bunge. Aliyekuja kuvuruga mchakato ule alikuwa ni Tundu Antipas Lissu na kundi lake. Ushanifahamu? Eti leo mnakuja kusema eti nchi hivi kweli ni mtu mwenye akili timamu huyu kweli? Jamani, naombeni wachunguzwe hawa watu. Naombeni jamani wachunguzeni kiakili kwanza. Tusiwalaumu tu. Inawezekana walichokipanga kimesha feli, wakachunguzwe akili zao. Kwa sababu ile hotuba naombeni utulo ukweli ndugu zanguni na Watanzania, naombeni utulo ukweli. Hatuzungumzi kwa niaba ya ushabiki eti tunampenda Samia tu. No, tunazungumza kwa maslahi mapana ya Watanzania. Leo hii huwezi kutoa ushauri eti leo sisi taifa letu tulitoe tumkabidhi mzungu. Kisa nini? Kwa kosa gani? Ndugu yangu, kaka yangu Heche, mimi nakuheshimu sana. Mwisho wa siku watu watakuona wewe ni zuzwa. Hata watoto wa darasa la 7 wanakushangaa kwa hotuba yako uliyoitoa juzi. Kwa sababu hotuba yenyewe kwanza ilivyokuwa muoga, hakurekodi mbele ya media nyingine. Wamechukua chombo chao, wamejirekodi, wameanza kusambaza kwenye vyombo vya habari. Ndio maana ile video kuna jamaa wangu mimi aliichukua kama kawaida. Ikawa na reuse content. Kwamba ile video imerekodiwa na mtu huyu mmoja na ID kasoma. Kwa kiufupi mimi niseme tu ndugu zangu wa Tanzania. Ndugu yetu Heche, mimi huyu ni ndugu yangu. Ninapozungumza ni ndugu yangu, ni Mtanzania mwenzangu. Ushanifahamu? Na nimpe tu ujumbe Heche nikiwa naelekea mwishoni kwenye hii. Mimi sikuchukii wala wanachadema mimi siwachukii kwa sababu ni Watanzania wenzangu. Ni swala la kuelimisha hawa vijana, wanahitaji elimu. Uwezi eti kusema unaenda kumkabidhi taifa hili mzungu. Eti serikali nini ya mpito anasema? Serikali ya mpito? Who are you? Chadema hii imekushinda, utaiweza serikali ya nchi? Tunaombeni Chadema mkae pembeni, na mimi nipeleke maombi haya kwa serikali. Nipeleke maombi haya kwa serikali. Tunachohitaji wa Tanzania, tunahitaji amani.
Tunachohitaji ni amani, na waasisi wetu lengo la kuunda vyama vingi sio kutukorofisha, ni lengo ni kutengeneza kitu chenye usawa. Ushanifahamu? Tunachohitaji, najua sasa hivi wanazusha makampeni mengi, si mara Samia aonekani, mara Samia wanazusha makampeni mengi, leo wameumbuka wote. Rais Samia huyo hapa kaonekana, unaweka wapi sura yako? Acheni sanaa, acheni uzushi. Mimi niombe tu serikali, kwa kauli yangu ya mwisho, kwa kusema hao watu wachunguzwe sana, tunawaombeni sana. Na mimi nazungumza, kuna wananchi wengi wako nyuma, wote hawezi kukaa mbele ya kamera wakazungumza. Mimi sasa hivi nashukuru Mungu, alhamdulillah, kwa mujibu wa imani yangu nashukuru, na nashukuru ndugu yangu Yona na ndugu yangu wa Kiswahili. Watanzania wengi wanatufuatilia sana. Kombo ulikuwa unasema tangazeni sasa. Pita vijana wa Chadema mitandaoni siku 2-3 hizi. Mimi nawaambieni hivi, hakuna cha vijana wa Chadema, hakuna cha, wote hawa ni Watanzania. Wasikubali kuongozwa na akili ya mtu aliyokuwa jela, wasikubali kuongozwa na akili ya mtu ambaye hawazi anachokifikiria ni nini. Jiulize, kwenye ile tamko Lema kaingia? Lema hawezi kuzungumza. Lema ni mpinzani, ana akili zake anazoziwa yeye mwenyewe. Lakini Lema ni mtu ambaye kichwani anajielewa. Au unasema uongo Yona? Ana madhaifu yake kama binadamu, na yeye kutaka kula na yeye. Ni kama binadamu anatamatamaa kutaka kula. Lakini tamko kama lile Lema mwenyewe kamemshangaa Heche. Kwani waambie mtu wa Tanzania, huyu mtu ni kibaraka wa watu. Huyu Heche huyu na timu yake ni vibaraka. Walimuondoa Mbowe wakiamini kwamba wao tabaki, kwa sababu hii sawa sana unamtumikia mwanaume tu. Eti unakubali taifa lako umpe mtu eti kwa sababu ya ubunge wako. Ubunge umekuwa na thamani gani? Niwaambieni ndugu zangu wa Tanzania, kwa kumalizia. Leo Mungu kaja kuadhihirishia. Hao wanaosema wanahitaji serikali ya mpito ni kwa sababu wanahitaji madaraka yao wao kama wao. Wao eti wanaongozwa, wanaume wazima wao wanaongozwa na Maria Sarungi. Afadhali Daktari Samia Suluhu Hassan anatuongoza sisi akiwa na jopo lake. Maana urais ni taasisi. Lakini anaongozwa na Maria Sarungi kwa kueti ndo kamwandikia ile nini ile. Kamwandikia hilo tamko lao. Kwa mimi niseme tu na mengi ya kuzungumza, ila siku ya leo ni muombe kakaangu Heche kwa heshima na taadhima. Ninamheshimu sana Heche, akajitafakari kwa hicho anachokitaka. Watasema kwamba serikali haiwasikilizi. Serikali sasa hivi tunapiga hatua kwa sababu rais amepita kwa mujibu wa katiba na sheria ya nchi. Ushanifahamu? Vyama vimejitokeza. Laiti kama ungekuwa wamejitokeza wao wakasema wameingia kwenye mchakato wa uchaguzi, wameonewa pale kidogo, wangesikilizwa. Wamekataa, wamesusa. Ni sawa sana mtoto wa kike mwepesi wa kususa, kasusa kwa mpenzi wake. Mtoto wa kike anasusa kwa mume wake, sio hivyo? Amesusa. Kama mtu kasusa, wa nini umlazimishe? Ndugu zangu wa Tanzania, mmeona akili ya hawa jamaa zetu. Mmeona, mimi nina mengi sana. Hatuhitaji akili za kutumikishwa, mmewasoma akili zao, sera zimeisha. Asanteni kwa kunisikiliza kwa siku hii ya leo. Nina mengi sana ya kuyazungumza. Thank you very much. Sasa tunamweka kombo na ni wa mwisho. Mimi dakika zangu 5. Nimezungumza vizuri. Sana. Vizuri eh? Sio unaniambia wakina Lema sio na. Mimi bwana. Ana akili timamu. Tayari mkuu. Unajua nafanya hivyo kwa sababu zipi? Kumdhoofisha mmoja. Unapopiga mmoja. Tayari niambie.